Movie inaanzia katikati ya kipindi na huyu mshikaji ndiyo mwalimu anaitwa Chijioke, lakini wakati huo huo kuna mwanafunzi mmoja amechelewa kipindi. Akamuuliza Amaka, kwa nini umechelewa? Amaka akamwambia samahani saa. Sasa cha ajabu ni kwamba Amaka anamwangalia ticha Chijioke kwa mapozi bala. Sijui kuna nini kati yao, ila tutajua huko mbele. Movie inaitwa Lessons of Heart. Sasa baada ya kipindi kuisha, wanafunzi wengine wote wakasepa isipokuwa Amaka peke yake, na alibaki kwa lengo moja tu, aongee na Chijioke. Amaka ndoto yake kubwa ni kwenda chuo kikuu, lakini mpaka sasa hivi ana asilimia chache sana za kufanikiwa kwa sababu ana hisia kali sana na ticha Chijioke. Mbaya zaidi, Chijioke haelewi chochote kama Amaka anampenda. Maana yake Amaka anahitaji kuongeza matumizi ya nguvu kuhakikisha Chijioke anaelewa, na hapa ndipo atakapopoteza muda wake wa masomo kwa ajili ya ticha Chijioke. Sasa Amaka ana mdogo wake ambaye naye pia ndoto yake ni kuwa msanii mkubwa sana Nigeria. Muda wote anaandika mistari. Dogo anaitwa Ekene. Amaka akamkuta akamwambia, hivi wewe mbona unapoteza muda kuandika ujinga tu? Ekene akamwambia, dada, mimi siandiki ujinga, mistari yangu ni noma sana. Amaka akamwambia, emtoka hapa katafute kazi za kufanya, msanii utakuwa wewe bwana. Sasa Amaka ili kuhakikisha Chijioke hatoboi akawa anajiongeza bila kuombwa kabisa. Mwenyewe akaanza kwenda kufua nguo za mchizi. Yeye anaamini mwamba kuna siku atajiongeza tu, lakini mwanetu ni kama haelewi kabisa kodi za Amaka ni ngumu sana kuzifungua. Mwamba akamwambia, najivunia sana wewe. Akamgusa bega. Amaka anafurahia sana hizi momenti. Hiki ndio kitu ambacho anakihitaji sana ili mchizi ajue tu kuwa anampenda. Kamaliza kufua, kapika chakula. Imagine hapa wala hajawa mpenzi. Vipi akikubaliwa, si ndio atahamia kabisa kwa mchizi? By the way, wadada kama hawa wapo wachache sana duniani kwa sasa hivi. Sasa hapa kuna huyu dada ni mgeni kidogo hapa kijijini, yani ndiyo kwa mara ya kwanza kufika lile eneo, na anagombana na dereva kwa sababu amemshusha sehemu tofauti na location ambayo alirequest, na dereva anadai pesa yake. Amegoma kabisa kuendelea na safari, lakini Chijioke akafika akauliza ni nini kinaendelea. Dada akasema huyu dereva amenishusha sehemu ambayo sio na anataka nimlipe. Chijioke akamwambia, sikia, wala hakuna haja ya kubishana naye, wewe mpe tu hela yake. Dada hakuwa na namna, akamlipa. Chijioke akabeba begi akaondoka na kuku mjeni. Hiki kijiji mchizi anakifahamu vizuri sana. Akamwelekeza sehemu ambayo anatakiwa kwenda, sio mbali na eneo hilo, so anaweza kutembea tu. Huku upande wa pili, Amaka muda wote anamuwaza Chijioke. Anakumbuka namna ambavyo alimshika bega. Binti kiufupi ana hisia kali sana na Chijioke. Muda wa kusoma haupo kabisa kwa sababu akili yake inamuwaza ticha tu. Sasa huyo ndiyo mama yake na Amaka, mzazi kabisa. Jioni fulani hivi anawahi kwenye vikoba. Wakati anatembea kuna gari inaonekana inakuja mbele yake. Ghafla Mwamba akafunga breki, ni kama amemgonga bi mkubwa. Mwamba akafumba mpaka macho, yani ni kwamba alihisi kamgonga mtu vibaya sana, lakini aliposhuka akamkuta bi mkubwa kaganda kwa staili kama hiyo unayoiona hapo. Akamwambia, wewe hiki ni nini? Unataka kuniua si ndio? Mwamba akamwambia, samahani sana mama. Bi mkubwa akamwambia, haya sasa, ulitaka kuniua, umefeli, sasa unaweza kwenda. Ila Mwamba akamwambia, mama samahani, vipi naweza nikakupa lifti? Mama akamwambia, sasa kwa sababu umeshindwa kuniulia hapa, unataka ukaniulie ndani ya gari yako? Mwamba akasema, hapana mama. Akambembeleza sana. Dakika za mwisho bi mkubwa akakubali, ila akamwambia aendeshe taratibu. Bi mkubwa alipoingia kwenye gari akaanza kumsifia kinoma jamaa kuwa ana gari zuri, lakini akaja kugundua kuwa Mwamba ni mtoto wa tajiri mkubwa kichizi kwenye lile eneo. Mchizi anaitwa Uche. Lakini huku upande wa pili, ticha Chijioke imemchukua siku moja tu kuanza kumpenda huyu mgeni, na ili ahakikishe anampata akaanza kutengeneza utaratibu ili mradi tu binti aelewe kuwa anamtaka. Huyu dada anaitwa Tosin, mshangazi fulani hivi kutoka Lagos, umekuja kijijini kikazi. Sasa kaka yetu Uche ni kama ameanza kutengeneza pia undugu na mama yake Amaka, japokuwa hajui kama huyu bi mkubwa ana watoto, na bi mkubwa anamuuliza, kwa nini haujaoa licha ya kuwa hapa kijijini kwetu kuna wanawake warembo sana? Kabla bi mkubwa hajamaliza kuongea, ghafla Amaka akatokea. Mwamba akashangaa kinoma. Amaka akaaga anaenda kwenye discussion, lakini kiuhalisia wala haendi kwenye discussion, ila anaenda kufua nguo za ticha Chijioke. Amaka alipoondoka, mama akamwambia Uche, huyo ni binti yangu. Uche akasema wow, ni mzuri. Mama akasema najua. Bi mkubwa anacheka tu kwamba anataka mpigie pande Amaka ili aolewe na Uche. Amaka baada ya kufika kwa Chijioke, Chijioke akamwambia Amaka kuwa nahisi mgongo unaniuma sana. Amaka akasema na
naweza nikakufanyia massage? Kaka Chiji akauliza kweli? Amaka yupo very serious na huu mchongo, akamwambia wala usijali, maumivu yataisha. Mama yangu aliniambia dawa ya maumivu ni massage, so kama utataka msaada wangu nitakusaidia na imani utakaa sawa. Mwamba akasema basi poa. Muda wa massage ukafika, akamwambia kila kitu kipo sawa, sasa ni muda wa massage, tafadhali unaweza kuvua shati. Sasa wakati Mwamba anavua nguo, Amaka akashangaa kinoma mwili wa mshikaji, yani anautamani balaa. Baada ya kurudi nyumbani, binti anakumbuka ule mwili wa Mwamba, yani kwenye hili kazama mazima. Sasa kwa hali hii huyu atasoma kweli? Sasa katikati ya mawazo mama yake akaja na lengo lake waongee kuhusu Uche. Akamwambia kuna kitu unataka tuongee mimi na wewe, unafikiri nini kuhusu Uche? Amaka akamuuliza Uche yupi? Uche yule jamaa uliyenikuta naye nimekaa naye pale nje. Sawa, vipi, huoni kama anaweza kukuoa? Kunioa kivipi? Mtu hata sijamjua vizuri, nimemuona mara moja tu, tunajiujua na nioaje? Mimi sitaki kuolewa, nataka nisome nifike chuo kikuu. Sasa hapa Amaka anatembea hana habari kabisa, lakini njia ile ile anakatiza Chijioke na Tosin. Tena wenge linaongezeka baada ya kumwangalia vizuri Tosin, kwa sababu Tosin ana bonge la mzigo. Hapa lazima achanganyikiwe baada ya kuona ile hali, lakini alichokifanya ni kusepa. Sasa katikati ya kipindi Tosin anakuja kumwona Chijioke. Amaka akaona, lakini Chijioke hakujali kabisa, kwa sababu kwanza hajui kama Amaka anapenda, anajua tu kila anachokifanya anafanya kwa upendo, kwa sababu yeye ni mwalimu wake, hivyo hawezi kujali kabisa anachoangalia, na anachokijali ni kuendelea na mpango wake wa kumkamata Tosin. Bi mkubwa anafosi sana kuhakikisha Uche na Amaka wanatengeneza bondi ili plani yake ifanikiwe, lakini kwenye maongezi Amaka hana muda kabisa na Uche, anamjibu tu ili mradi asionekane anamdharau. Chijioke taratibu ameanza kumkataa kabisa Amaka. Hapa Amaka amekuja kuomba amfulie nguo, ila Mwamba akamwambia anatoka na lengo lake ni kwamba Tosin asije akamkuta ikawa noma akamharibia. Binti hakomi, baadaye akarudi tena, labda atamkuta Chijioke amerudi, ila anachokutana nacho ni kama kinamchanganya hivi. Anafunguliwa mlango na Tosin. Akili ya Amaka ni kwamba Mwamba itakuwa tayari ameshajipigia, ikabidi aage tu kuwa atarudi baadaye. Usiku analia, ni ngumu kwake kuvumilia tukio alilokutana nalo. Mdogo wake akamkuta akamwambia kwa nini unalia? Amaka akamwadisia kila kitu, ikabidi jukumu la kumbembeleza alibebe yeye. Mapenzi ni balaa. Dalili zilizopo hapa zinaonyesha kuwa hatoboi kabisa kwenye masomo. Bi mkubwa bado anapigilia msumari wake. Leo kalazimisha Uche na Amaka watoke pamoja, lakini Amaka hayupo kabisa kwenye mudi, amelazimishwa. Sasa kwenye gari Uche ikabidi aanze kumtongoza Amaka, tia sana vesi za kutosha, ila Amaka akapiga kushoto. Katikati ya maongezi Amaka anamuona Chijioke na Tosin wanatembea, akamwambia nirudishe nyumbani haraka sana. Uche anashangaa mbona ghafla sana, Amaka anahitaji kurudishwa nyumbani? Baada ya kurudi bi mkubwa akaanza kumfokea, wewe hivi utakuja kupata bahati kama hii kweli? Mtu wa kukuoa amepatikana alafu unaleta mashauzi. Amaka akamwambia mimi sihitaji kuolewa na huyo mwanaume ambaye umenichagulia, haijalishi ana pesa kiasi gani, nina mwanaume wa ndoto zangu, kama ni pesa mimi wala sihitaji. Alipotoka nyumbani ikabidi amfate Chijioke, akamwambia nimegombana na mama yangu kwa ajili yako. Mwamba akashtuka, kisa mimi? Ndiyo, mama amenilazimisha niolewe na mtu anaitwa Uche, lakini mimi simpendi kwa sababu nina hisia na wewe, napenda kuwa karibu yako, napenda kufanya kazi zako kama kukufulia ili tu nipate muda wa kukaa na wewe. Mwamba kwanza akakaa kimya. Amaka akamwambia unampenda nani? Tosin. Lakini huoni kama ni mtu ambaye amekuja ghafla tu? Kwani amekupa nini? Amekwambia nini? Kwa nini unampenda? Mwamba kimya, hana jibu. Alichokifanya Amaka ni kusepa, lakini ameshafikisha jambo lake. Sasa hapa ndio ndoto za Amaka zinapoenda kupotea, kwa sababu kutokea ile siku hakuweza tena kuhudhuria vipindi. Ikabidi Chijioke amuulize rafiki yake kuwa Amaka yuko wapi. Rafiki yake akasema hata yeye hajui, kwa sababu akimpigia hampati kabisa, na anashangaa kuona haji darasani, ila atajaribu kumfuatilia ili ajue ni nini kinasababisha asije darasani, licha ya kuwa ana
ndoto kubwa sana ya kwenda chuo kikuu. Sasa Amaka akaona bora akubali tu kuwa na ukaribu na Uche, na hapa anamuomba msamaha Uche kwa alichokifanya ile siku, na amekubali kutolewa out na Uche. Sasa wakati Amaka anamkubali Uche, huku Chijioke kamletea ndizi Tosin, lakini Tosin akasema hiki ni chakula pendwa cha boyfriend wangu. Chijioke akashtuka, ila Tosin akamwambia kwani kuna shida, mbona umeshtuka? Chijioke akasema hapana, hamna shida, lakini kuniambia kama una boyfriend kabla. Akasema na kiukweli nimemisi sana, kuwa huku inanipa shida sana. Sasa baada ya kutoka pale, Mwamba akawa anapita pembeni ya gari, alafu Amaka yumo ndani ya ile gari. Noma sana, unayempenda hakupendi, anayekupenda humpendi. Chijioke alipoona kama anaweza kumkosa Amaka, ikabidi aje ili aongee na mama yake Amaka kiundani zaidi. Bi mkubwa akamwambia na kusikiliza mwalimu. Sasa hapa hatujui wameongea nini, ila hapa tunamuona mama Amaka amewaita watoto wake wote na anawaambia kuwa mwanzo nilisema uolewe na Uche na uachane na masomo, lakini sasa sipo tayari, nimeahirisha kwa sasa, nahitaji ufocus na masomo ili uende chuo kikuu, hakuna ndoa tena. Amaka na mdogo wake wanashangaa, mbona mama amebadilika ghafla sana? Kimsingi kuna kitu ambacho mwalimu Chijioke alimwambia mama Amaka, ndiyo maana bi mkubwa amechenji haraka sana na hatujui ni kitu gani ambacho alimwambia. Akaona haitoshi, akamwita na Uche akamwambia, kwa sasa naomba umwache mwanangu kwanza asome, alafu utamuoa tu baadaye kama Mungu akipenda. Nimegundua nilikuwa namlazimisha kufanya kitu ambacho alikuwa hataki, na amesema atakuja kujiua kama nitaendelea kumlazimisha kuolewa, ndiyo maana nahitaji afanye anachotaka. Sasa hapa tunagundua kuwa Chijioke alimwambia mama yake Amaka kuwa Amaka alimwambia atajiua, na lengo la Chijioke Amaka asiolewe. Sasa Amaka akaona mbona mambo yamebadilika, akamfata Chijioke akamwambia, umemwambia nini mama yangu? Kwa sababu amebadilika na wewe ndiyo uliongea naye. Chijioke akasema sijamwambia chochote, isipokuwa nimemwambia unatakiwa usome ili utimize ndoto zako za kwenda chuo kikuu, basi hicho tu ndo nilichomwambia. Sasa Amaka akaanza kwenda kusoma kwa Chijioke rasmi. Amerudi darasani, Mwamba anamfundisha, ila Amaka anaonekana hayupo kabisa, yaani kwa sasa hana time kabisa na mshikaji. Leo ni siku nyingine. Katikati ya kipindi hodi inagongwa na anayegonga ni Tosin. Mwamba alipotoka akamwambia tutaongea baadaye, nina jambo la muhimu sana. Akamkataa kwa staili hiyo. Aliporudi ndani, Amaka akataka kuondoka, ila Chijioke akamwambia ndiyo maana nimemwambia nina kitu muhimu sana, na hicho kitu ni wewe. Amaka aliposikia hivyo tu akalegea. Hapo msamaha tayari umetoka kwa sababu ameambiwa ni mtu muhimu. Sasa leo Tosin anamuaga Chijioke kwamba kapata kazi sehemu nyingine na anaondoka kwa sababu maisha ya pale kijijini yamemshinda kabisa. Yeye amezoea maisha ya mjini tu. Mwamba aliacha mbachao kwa msala upitao. Kiufupi hapa wahenga wamewini. Sasa Amaka kuna kitu kakishtukia, ikabidi amuulize mama yake vizuri kuhusu alichoambiwa na Chijioke mpaka akabadilika. Mama akamwambia Chijioke aliniambia kuwa ungeweza kujiua kama ningeendelea kukulazimisha uolewe. Alipoambiwa vile fasta akamfata Chijioke akamwambia kwa nini ulinidanganya kwamba hukumwambia kitu chochote mama yangu? Mwamba akasema alikuwa anajaribu kumsaidia ili atimize ndoto zake, ndiyo maana alidanganya, lakini pia anampenda sana Amaka. Akamuuliza na vipi kuhusu Tosin? Mwamba akamwambia yule ni rafiki yangu tu na kingine ana mpenzi wake. Amaka akasema aha, sasa nimegundua, umeona yule ana mpenzi, sasa umerudi kwenye plan B. Amaka akasema sihitaji tena mapenzi, bora niwekeze kwenye masomo tu. Amaka akasepa, kazi ya kuwekeza kwenye masomo ikaanza. Binti akaanza kusoma usiku kucha, tena anaweka miguu kwenye maji ili asilale. Kitabu kinapigwa mpaka kieleweke. Watu wanapigania ndoto zao. Baada ya kufanya mitihani, leo ndiyo siku ambayo anapokea matokeo. Je, amechaguliwa kwenda chuo kikuu au la? Matokeo yanatoka kwa njia ya token na anakwangua huku anaomba Mungu ili awe amechaguliwa. Alipoangalia kweli akakuta amechaguliwa kwenda chuo kikuu, akafurahi kinoma. Hatimaye ndoto imetimia. Miaka kadhaa mbele, Amaka anarudi kijijini kwao akiwa tayari amepata ajira. Kijiji kizima kinamshangilia na kumpongeza msomi
msomi wa kijiji. Chijioke alishaondoka kitambo sana pale kijijini kwa sababu alikata tamaa kuona Amaka ameenda kusoma mjini. Sasa haya yanakuwa maisha mapya ya Amaka, na huu ndio unakuwa mwisho wa hii movie. Inaitwa A Lesson of the Heart. Hii ni The Storyteller TZ. Aviator, rusha ndege ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Aviator, rusha ndege ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz.